Itukuzwe damu ya Kristo. Karibu mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital, nawe msikilizaji wa Mwangaza FM, tusikilize ujumbe Mtakatifu Gaspari, ikiwa leo tarehe 22 ya mwezi wa kwanza. Kufahamu jambo la kufanya na kutolifanya ni mwanzo wa mahangaiko. Sala na tafakari hurahisisha njia zinazohitajika. Kufahamu jambo la kufanya na kutolifanya ni mwanzo wa mahangaiko. Sala na tafakari hurahisisha njia zinazohitajika. Mtakatifu Gaspari del Bufalo, mwanzilishi wa shirika la misionari wa damu azizi ya Yesu, anatuachia fundisho zito lakini la kweli sana anaposema kufahamu jambo la kufanya na kutolifanya ni mwanzo wa mahangaiko. Sala na tafakari hurahisisha njia zinazohitajika. Maneno haya yanagusa kwa undani maisha ya kila siku ya mwanadamu. Mara nyingi tatizo letu si kutojua lile lililo jema au baya, bali tunajua lililo sahihi. Tunajua mapenzi ya Mungu, lakini huwa tunasitasita kuyatekeleza. Daima tunapaswa kuwa na ule undani wa moyo, mawazo na kutotulia pale vinaanza kuzaliwa. Biblia inatuthibitishia ukweli huu. Mtume Yakobo anaposema wazi, basi yeye ajuaye kutenda mema asiyatende, kwake huyo ni dhambi. Yakobo sura ya 4 aya ya 17. Neno hili linatuonyesha kuwa dhambi si kutenda mabaya tu, bali pia ni kutotenda mema yale tunayoyafahamu. Ndani ya hali hii dhamiri inakuwa nzito, moyo unakuwa na mashaka na roho inapoteza amani. Mtakatifu Gaspari alielewa sana mateso haya ya ndani ya mwanadamu. Alitambua kwamba bila msaada wa neema ya Mungu, mtu anaweza kubaki akizunguka katika mawazo, hofu na maamuzi yasiyotekelezwa. Ndiyo maana alisisitiza sana sala na tafakari kama njia ya kutoka katika hali hii ya mahangaiko. Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe anatualika, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Tunayasikia haya katika Injili ya Mathayo sura ya 11 aya ya 28. Lakini tujiulize, sisi kama Wakristo tunamwendeaje Bwana wetu Yesu Kristo? Njia pekee ya kumwendea huyu Yesu ni kupitia sala na tafakari. Ndugu zangu, sala na tafakari si maneno mengi, bali ni kukaa mbele za Mwenyezi Mungu, kufungua moyo na kuliacha neno lake liangaze giza lililomo ndani yetu. Mzaburi anasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Zaburi sura ya 119 aya ya 105. Pale tunapokaa kimya mbele za Mwenyezi Mungu, tunapoomba kwa unyenyekevu, neno la Mungu linakuwa taa inayotuonyesha hatua ya kuchukua sasa, si kesho, si baadaye. Hapo njia inaanza kuwa rahisi, kama anavyosema Mtakatifu Gaspari. Mtakatifu Gaspari alitufundisha kuwa kutazama damu azizi ya Yesu kunampa mtu ujasiri wa kuchukua uamuzi sahihi. Damu ya Yesu iliyomwagika msalabani ni ushahidi wa upendo unaotekelezwa, si unaobaki katika mawazo. Yesu hakujua tu mapenzi ya Baba, bali aliyatimiza kikamilifu. Mtume Paulo anatukumbusha, kwa damu yake tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Waefeso sura ya 1 aya 7. Tunapotafakari juu ya damu ya Yesu, tunapokea nguvu ya ndani ya kuacha kusitasita na kuanza kutenda. Hofu inapungua, mahangaiko yanaisha na uamuzi unaimarishwa na neema. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, leo unaweza kujiuliza, ni jambo gani jema nalolijua lakini nimekuwa nikiahirisha kulifanya? Ni uamuzi gani Roho Mtakatifu amekuwa akinisisitiza lakini nimekuwa nikikwepa?
Usiogope. Mtakatifu Gaspari anatuhakikishia kwamba sala na tafakari hurahisisha njia. Mungu hatuachi peke yetu katika maamuzi. Yeye mwenyewe anasema, nami nitakufundisha na kukuonesha njia upasayo kwenda. Zaburi sura ya 32 aya ya 8. Tuchukue muda kila siku, hata dakika chache, kwa ajili ya sala na tafakari. Hapo ndipo tunapokea mwanga, amani, nguvu na kutenda tunalolijua na ambalo ni sahihi, na hatimaye kufanya kuwa watakatifu. Yesu, kwa damu yako azizi, uitakase mioyo yetu, tuondolee hofu na roho ya woga, tujalie neema ya kutenda yale tunayojua ni mapenzi yako. Tuongoze kwa Roho wako Mtakatifu ili tutembee katika njia ya amani na ukweli. Itukuzwe damu ya Kristo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Alfred Cyprian Mahwela, frateri wa shirika la misionari wa damu azizi ya Yesu.